Rekodi mpya ya kutoa kijana mahiri kabisa kwenye michezo, si Karamba tu, si Kalemawe tu, sio tarafa ya Rungu tu, sio jimbo la Same Mashariki tu, sio wilaya ya Same tu, sio mkoa wa Kilimanjaro tu, sio Tanzania tu, Afrika kwa ujumla. Makofi mengi. Naweza mkaliona hili jambo la leo kwamba ni dogo, lakini hili jambo la leo ni kubwa sana. Najua maana ya hiki kitu, labda nyie mnaweza mkakichukua kwa udogo. Hiki kitu ni kikubwa sana. Mmanje mpletangwa Ronaldo erevoka huu duevo kiesi kukela wetu huyu kijana akiendelea anavyoendelea, na nimemwangalia kwanza mpaka hapa alipofika, ametutoa aibu tayari. Mimi siku ile wakicheza kule Morocco naangalia, na nyinyi mlikuwa mnaangalia huko, nilikuwa nasema namba 8 wa kwangu, niko na wabunge wenzangu, jamani yule namba 8 wa kwangu, yule namba 8 wa kwangu, yule kila mtu anikilango niambia yule ni wa kwangu. Na wakumbuka hawa kwenye hizi ligi, kumbuka akija pale kiulio na Karamba, si unatembea Vero kakweli hapa wewe hana watu huko nzee kifuma, mheshimiwa tunaomba jezi kitava na harudini kesho, mheshimiwa tunaomba mipira bila yote hapo. Amejitahidi, lakini nina uhakika hawa vijana wako wengi, wako wengi. Chezeni mpira kipindi hiki cha miaka 5, chezeni niokote mmoja tena. Mimi kwenye jimbo langu la Same Mashariki nina timu 91. Nilipoona huyu amejitokeza anatoka Karamba, nisiwafiche, imenipa nguvu sana. Yaani nimepata nguvu kwamba hawa vijana waanze ligi sasa tena kwa bidii, kwa sababu alipoona anapenda mpira alijituma. Miraiki kaicha tevenavu michezo vavu kwa ligi anakuwa hapati mafunzo vizuri. Mimi nawaomba Karamba, vijana wote mnaocheza mpira, sikilizeni mwenzenu. Msikia mwenyewe huko nyuma alivyohangaika, lakini safari ya sasa ina nafuu kwa sababu hata kosa nauli. Na sisi tungependa tumwone Chole akichezea mataifa makubwa, mwenda kaya Karamba. Milani usitwa teaze, ni usitwa muola. Tunamuombea sana Chole. Wazee wote wa Karamba, mtoto anazaliwa na baba na mama, lakini mwishoni mtoto anakuwa wa jamii. Chole sasa ni wetu sote. Chole unaanza sasa safari ya kutafuta mpira mkubwa. Kutafuta mpira mkubwa kuna taratibu zake. Wasikilize viongozi wako, wasikilize viongozi wako. Sisi utatusikiliza tu, haya kawaida, lakini kuna viongozi wako. Ukiitwa nenda, kiambiwa rudi Karamba rudi. Umetuletea heshima kwenye wilaya, kwenye mkoa, kwenye nchi, kwa sababu ninajua kijana wetu wa Karamba kuna siku atakaa na Mama Samia. Amemletea heshima Mama Samia Suluhu. Pia nashukuru sana kwa support hii. Sikutegemea kama ningekuja kukutana na kitu kama hichi. Mtu wengi sana nipo na furaha, siwezi kuwalipa. Ila nampongeza sana mbunge wetu hapa kwa support yake. Alinipigia simu akaniambia kijana wangu nakufuatilia, na ile siku na za finali alifunga runinga huko nyumbani, watu wote wakaangalia. Siku zile naingia uwanjani nipo na furaha sana, sababu najua ndugu zangu Karamba wananifuatilia na wako na upendo. So nashukuru, na nipo na zawadi hapa kidogo nimemletea, japokuwa najua haitomwenea, ila hata kaa kwake tu sio mbaya. Nilizaliwa hapa, nikaanza mazoezi hapo nyuma, ila ni mtu ambaye kabla sana kucheza mpira. Na malezi yangu ya mpira
nilitoka hapa nikaenda mjini, ilionekana katika Samia Cup ambayo ipo nyuma Muungano. Samia Cup ni mashindano ambayo katika kata hizi hapa zote ni mashindano ambayo yalikuwa ni makubwa sana. Na kipindi kile nilikuwa mdogo sana, ila nilikuwa ninaaminiwa. So nikatoka hapa nikaenda kutafuta maisha ya mpira. Haikuwa rahisi sana kwa sababu nilikuwa ni mgeni, niko peke yangu kule. Nilikuwa sina wazazi, ila kwamba nilikuwa nina nia. Nikapata timu Kawe kule, nikawa nafanya mazoezi.